Mwamuzi akuwa fair kwa Watanzania wote. Kwa hiyo kama kuna namna, kuna mtu anaona mwamuzi alikuwa fair kwa namna yake. Lakini ukija kwenye sheria 17 za mpira wa miguu, kwangu mimi Musa Traore. Kwangu mimi Musa Traore mwamuzi akuwa sawa. Mwamuzi akuwa sawa. Akuwa sawa. Okay, baadhi ya watu wametoka na kusema kwamba ndiye mwamuzi bora hivi sasa. Kuzungumzia kama na kwamba mashabiki wa Young Africans wamechapisha t-shirt. Hii inaleta taswira hivi katika mpira wetu wa Tanzania. Kuchapisha t-shirt sio tija. Wamechapisha kwa pesa zao. Hakuna haja ya kuwalaumu. Lakini na wao wanapaswa kuziangalia sheria 17 za mpira wa miguu. Bahati mbaya huwezi ukaguswa na msiba kama hauja kukuta. Huwezi ukaguswa na msiba kama hauja kukuta. Yanga hatujaguswa na huu msiba. Lakini Simba wameguswa na huu msiba. Taifa wameguswa na huu msiba. Sema mwamuzi ndio yule yule. Nikasema hata wakati hiyo Yanga alivyonyongwa walilia. Hata wakati hiyo Yanga alivyonyongwa Simba walifurahia kwa sababu msiba usikie kwa jirani. Ukikuta wewe unauma. Mambo yote fanya. Lakini jambo baya lisikie tu kwa jirani yako, usikupate wewe. Okay, Simba wanakwenda kucheza mchezo siku ya hapo kesho dhidi ya Chui Weusi, Singida Black Star, mwendelezo wa ligi kuu NBC Premier League. Kutokana na kile ambacho kimetokea visiwani Zanzibar, wameonekana wakiwa wanyonge, si viongozi bali mpaka wachezaji. Hii haitakuwa kwenda sababu ya Simba kuweza kupoteza mchezo, ikiwa kwamba bado wana zile fikri, wanafikiria juu ya kile ambacho kimewakuta visiwani Zanzibar kuelekea katika mchezo mgumu. Bosa, unatazama mchezo huu wanaelekea katika namna ipi ikiwa Simba Sports Club wanahitaji alama 3? Ni mchezo mgumu. Na ni mchezo wa maamuzi. Lakini pia ni mchezo ambao utakwenda kutoa hatima ya ligi kuu Tanzania bara. Simba dhidi ya Singida. Ni mchezo mgumu. Ni mchezo wa maamuzi, lakini pia ni mchezo ambao utakwenda kutoa taswira na tathmini na hatima ya ligi kuu Tanzania bara. Ikitokea Simba anapoteza, ligi itakuwa imemalizika kwa upande wake. Mchezo bado upo. Ikitokea Simba anashinda, ligi itaendelea kuwepo. Sawa sawa? Ndio. Kwa hiyo mimi imani yangu, Simba ni timu kubwa, Simba ni timu nzuri, Singida ni timu nzuri, Singida sio timu kubwa. Tutakwenda kushuhudia mechi nzuri, mechi ambayo imekusanya wachezaji wa mataifa mbalimbali. Mechi na ikitokea amepoteza lazima tuheshimu uzuri na ubora wa Singida Black Stars. Siamini kwamba matokeo yaliyopata Simba kule Zanzibar ndio atakuja kuwa sababu ya Simba kupoteza zile Singida Black Stars. Pengine uchovu wa wachezaji na nguvu ambao wameitumia katika mchezo ule wa finali unaweza kuwa sababu ya kupelekea Simba tukashindwa kuona ile performance yao ambayo tumezoea katika michezo iliyopita. Majibu yangu ni yale yale. Simba ni timu kubwa. Siamini kama watashindwa kuhandle pressure ya Zanzibar. Siamini kwamba inawezekana kama wamechanganyikiwa kwa sababu ya mchezo wa Zanzibar. Tutarajia mchezo mzuri, tutarajia mchezo mkubwa. Muhimu zaidi kuambia mashabiki na wadau wa mpira kuendeleza amani kwenye viwanja vya mpira wa miguu. Hilo ndio kubwa zaidi. Sasa kuna moja kati ya kitu na Kamiamini kwamba Simba kukosa finali sababu kubwa ilikuwa ni Fabrice Ngoma pamoja na kipa kama hakuwa bora katika bora. Wako uliona na ulikuwa pale Zanzibar. Uliona tukio zima, kwambie kwamba ni sahihi wanapozungumza kwamba Simba kukosekana kwa kombe ni Fabrice Ngoma pamoja na kama moja sababu inasababisha Simba isichukue kombe ni referee. Miongoni mwa sababu nyingine inasababisha Simba isichukue kombe ni kutokuwa na wachezaji level ya RS Berkane. Ugomvi ama mapishano ya Fabrice Mwamba Ngoma na Pimpin Kamara hayakuwa sababu hata kidogo Simba kukosa ubingwa. Wanapaswa kuheshimu RS Berkane, lakini kama taifa, kama mashabiki wa Simba wao wanapaswa kumlaumu sana referee wa mchezo wa juzi. Hakuwa fair kwa upande wa Simba. Hakuwa fair kwa Watanzania. Lakini pia hakuwa fair kwa Afrika Mashariki na Kati. Tumeumia sana kama Watanzania, lakini pia kama wana Simba wameumia sana kupitia mchezo wa juzi uliosimamiwa na mwamuzi huyo.
Kwa kumalizia, hii imekuwa ni fainali ya 3, kwa maana ya kwamba moja ilichezwa mwaka 93, nyingine ambapo walicheza Young Africans na hii ambayo wamecheza Simba Sports Cup. Vyote vikombe vimeondoka. Kipi kifanyike sasa kuhakikisha kuwa timu zetu za Tanzania walau kwa mara ya kwanza zinaweza kubakisha kombe la CAF hapa nchini? Moja, tumarishe uzalendo. Tushikamane sisi kwa sisi. Hususan inapokuja swala la mashindano ya kimataifa. Historia ya zamani inaonyesha Yanga alikuwa anamsaidia Simba na Simba alikuwa anamsaidia Yanga. Tamaduni hizo zimekufa kabisa kutokana na vizazi ambavyo vipo hivi sasa. Lakini vile vile ni kuwashauri vilabu vyote kusajili wachezaji waliokuwa na quality bora. Wachezaji kama RS Marekani, kuna wachezaji pale wanavilia bilioni 16. Bilioni 16 kwa mchezaji mmoja wa RS Marekani ni sawa na bajeti ya Simba, Yanga na Azam. Kwa hiyo ni lazima tusajili wachezaji ambao watakuja kwa ajili ya kushindania kombe la Afrika. Hatuwezi kuleta wachezaji kwa ajili ya ligi kuu NBC. Mimi kwangu mimi Yanga kukosa ubingwa wa ligi ya NBC, Simba kukosa ubingwa wa ligi ya NBC, kwangu mimi sio story. Story yangu kubwa ni kuhakikisha siku moja tunaona Yanga na Simba wanabeba ubingwa wa Afrika. Sasa turudi kwenye kuzungumzia kwamba timu bora ambao hawezi kushindana na serikali katika ligi ya Tanzania. Maana kwa jumla tunazungumzia kwamba wachezaji wetu wa Tanzania na wachezaji ambao wanasaidia kwa Tanzania hawana ubora au quality ambao unacheza kwa finali. Jibu ni rahisi, nimemtaja mchezaji mmoja anaitwa Kamara. Value yake ni bilioni 16. Zunguka Tanzania nzima wachezaji wote wa ndani, nani mwenye value ya bilioni 2? Jibu ni hakuna, si ndio? Maana yake ama tafsiri yake, wachezaji wa wenzetu wana value kubwa, na value inasababisha na ubora wa mtu, ubora wa mchezaji. Nitoe rai kwa kuongozi wa vilabu vyote ambao msimu ujao tutakwenda kushiriki mashindano ya kimataifa. Hakuna uchawi. Uchawi wa kwanza ni kuwa kusajili wachezaji bora. Uchawi wa pili ni kuhakikisha tunaimarika kwenye uzalendo zaidi ili kusapotiana kwenye mambo ya kimataifa. Tumeshuhudia Dar es Salaam Africans jana wakifanya sherehe kubwa kabisa mpaka kwenda Jangwani kuanza kusafisha pale sehemu ambao wameweka historia yao na wakafanya sherehe, lakini wewe hatuja kuona kwa upande wako, na wewe ni shabiki mkubwa wa Yanga. Nilikuwa Zanzibar na usafiri ulioridao umechelewa, nisingeweza kuwepo, lakini nimefuatilia vizuri kwenye mitandao ya kijamii, nimeona miongoni mwa utani, ingawa kuna utani mwingine umevuka mipaka. Kwa hiyo tumependeza kwa namna moja ama nyingine, lakini kwenye mambo ya ndani tusiweke sana mambo ya utani. Utani huu Dosa ndio ambao umefanyika Zanzibar wa kuwatoa baadhi ya mashabiki ambao walivaa jezi za Yanga kuwatoa nje wasiangalie mpira. Swala la fainali ilikuwa ni mkakati wa nchi. Kama nchi tumekaa zaidi ya miaka 61 bila kubeba ubingwa wa Afrika, si ndio? Kwa hiyo nchi iliweka mikakati na wao Simba waliweka mikakati, na ndio maana tukasema mechi kubwa kama hii tunahitaji uzalendo sana. Na taarifa zilitoka mapema, na mimi ni mmoja wa watu ambao nilikwenda kuwakumbusha, jamani, vyombo vya dola, jamani, wenye maneno yao wanasema ni marufuku shabiki wa Kitanzania kuvaa jezi ya RS Berkane. Mimi nafikiri taarifa zilitoka, mwingine nitashinda kuwajibu, mwingine sijayaona. Shukrani sana. Asante sana.